Yes, basi leo katika Light Company tutakuelezea namna jinsi gani unaweza ukasoma kama ni mwanafunzi ama mtu yoyote unaweza ukasoma, pia ukafanya kazi za ofisini za maandishi, kutumia document ya kutumia zile Excel, Microsoft na vitu vingine. Unaweza kutumia WPS ama ebook katika kufanya vitu vya namna. So unaweza ukajisomea, ukaandika notes za mfumo wa kompyuta kupitia TV yako kama kwenye simu tu, kwa sababu hizi smart TV ni Android pia. So angalia, hiki ni kitabu cha business kwa wale wanafunzi wanaelewa wale kidato cha kwanza, ni mtaala yao mipya bwana. Hapa kuna geography, kuna physics, kuna history ya Tanzania, kuna biology na vitu vingine vingi unaweza kufanya zaidi hivi hata vya chuo. Kwa sababu kwamba vinahitaji tu vitu vya shule ya sekondari, no, vitu vingi unaweza kufanya ni kama ni wewe utakavyopendelea, ili mradi una PDF, una text, una doxo na vitu vingine vingi utavyokuwa navyo unavyohitaji kuvisoma. The TV yako inaweza kusupport kufanya vitu na ukasoma tu kwa free. Kama ukiangalia mimi hapa niko free. Hivi ni vitabu kama unavyoona. Elezea namna gani unaweza ukatumia TV yako kujisomea. Kama hapa nimefungua physics. Yes, kama unavyoona muonekano huu hapa, kitabu kabisa. Physics hapo, Hooke's law, law of rotation kwa wale watu wa physics. Yes, kama unavyoona Pascal principle na vitu vingine vingi unaweza ukafanya katika kujisomea kwako. Una slide tu, mambo ni mepesi namna hii. Utakuwa na slide unasoma. Siku hizi teknolojia imekuwa the way kila kitu kinawezekana. Basi twende moja kwa moja. Kwanza nitafungua file manager yangu kwa ajili ya kwenda kuanza kuset, kwa sababu kitu cha kwanza natakiwa nifahamu kwamba TV ninapokuwa nimeshaipata au nimenunua inakuwa haina ile program au application inayoweza kufungua hicho kitabu ama hizo document ambazo nataka kuzisoma. Sasa mimi nimekwisha kufungua TV yangu, inaonekana kwa muonekano huu hapa. Nitakwenda katika sehemu ya flash kwa sababu sina hiyo program, nilishaifuta ili nikuelekeze. Leo nitafungua flash yangu ambako nina hiyo program. Ukiangalia hapa kuna hii program imeandikwa Base APK. Hii hapa ndio program yenyewe katika ukopaji wangu, imesave kama Base APK. Ndio application yenyewe hii imechora kitabu hapa. Kwa kuwa Smart TV na uwezo, basi nita-click hivi, nitafuata maelekezo, nita-install. Napo install hapa itasoma jina lake halisi. Yenyewe ni e-books. Hii ndio nitakayoitumia katika kufanya mambo yangu ya kusoma vitu kama hivyo. Lakini pia napendelea kutumia ile WPS Ops ambayo pia ipo vizuri zaidi katika mambo ya darasa. Then nita-install. Namna hiyo TV yangu itakuwa ina installation kama tu katika simu nyingine, kwa sababu ni Android, ina programs Android, so inafanya vitu namna hiyo. Na isubiri mpaka pale itakapomaliza. Nasema hapo install tayari imekwisha kuinstall, so nitai open. Naweza nikadone tu ili niangalie pia material yangu. Nitatoka nje ya flash, nitakuja kuangalia katika TV yangu. Mimi nilihifadhi vitabu, so unaweza ukaona kwenye flash, kwenye nini, kwenye simu kwa viingiza. Sasa mimi nikisha kuviweka tayari vitabu vipo hapo kwenye e-box. Hivi nishavitengenezaga, niliviweka ni PDF za kawaida tu. Kama una PDF zako vitabu, ni mwalimu nataka kufundisha au ni mwanafunzi nataka kujisomea, basi unazichukua. Hapa ipo, usije ukasema labda ilikuwa ndani ya TV, hizo na copy naiweka labda ni kwenye flash hapa. Paste namna hii. Unaona kabisa nimesha-paste. Ipo kwa biology form 1 wazelimu.com PDF. Hii hapa ni PDF. Pia huku zipo tayari PDF. Sasa ni kivipi zinaweza zikafunguka kwa kule? Nitatoka nje kabisa ya TV yangu hapa. Kiangalia application zangu nilizokuwa nazo ndio hizi hapa. Naenda kuangalia kwa huku, kwa sababu hapa haijaja. Hapa ni favorable application. Mimi ile bado sijaifavor kuipenda, kwa ipo ndani kule. Nitaangalia kwa ndani. Ndio nitakuja kwenye app, nitaangalia hii hapa ebook. Kwa kuwa nilifanya installation ndio maana ilikaa pale juu kabisa. Hii hapa ebook kama unavyoiona. Hii ndio application ambayo nimekwisha kuinstall. Sasa kwa kuwa nitakuwa napendelea kuitumia, basi nitakuja kuadd hapa mbele.
kisha click yenyewe ili iwe ya kwanza nitapotaka kuitumia hiyo iko kwenye interface. So click yenyewe itakuwa imeshajiadi hapa mbele kama kwenye app zangu ambapo ni favorable kwamba muda wote nitakuwa napenda kuitumia. Basi nikishakuwa nimeadd tayari nimefanya installation tayari na vitabu, basi nitaifungua kama hivi, itafunguka kwa muonekano wake huu. Kitu kama hiki. Yes, kwa sababu ni msimu wa Christmas bwana wametupitishia kafarasi hapa. Merry Christmas pia wewe mpenzi mtazamaji. Ukiangalia hapo wenyewe wametupa na vitabu vyao. Japo I think ni online vitabu hivi unaweza kuvipata. Ni online unaweza kuvipata vitabu hivi, lakini mimi naweza nikapata vitu vyangu pia online ambapo offline ambapo ninavyo tayari PDF zangu. Hivyo sihitaji sana kusoma hivyo vyao, pengine havinihusu maana mimi haya mambo bwana vitabu lakini inaonekana viko best, kuna The Lost World vitu kama hivyo. So naweza nikachana hivyo niende na mambo yangu. Sasa hapa nitakuja sehemu hapa book, taangalia imeandikwa hapo maelezo yao. Sasa nikatoka the way kaenda sehemu hapa at the corner ka click kaangalia hapa clear na vitu kama hivyo. The way toka pia kuja angalia hapo, nitakuja kugundua kwamba application yangu iko tayari kwa kufanya kazi, kwa sababu kuna baadhi application unapozifanyia installation ukishainstall ukifungua inagoma kufanya kazi. Kwa hapa naelewa kwamba application yangu iko tayari, iko vizuri zaidi. So nikiwa hapa na uhakika application yangu iko vizuri, nitatoka nje kwenda sehemu ambako nimehifadhi vitabu vyangu. Unaona? Nitafungua hapo, nitaenda kwenye document ambako nilishapanga document zangu. Hapo nitafungua physics. Yenyewe automatically itafunguka kwa sababu programu yake ipo kwa ajili ya kufungulia. Yes. Hapo anakuambia to open this book you should give the permission to the app to read files. Kwa hapa natakiwa niipe permission ya application kwa sababu ndo mara ya kwanza niliinstall, hivyo haina permission ya kufanya kazi katika kifaa changu. Hivyo natakiwa ni toa permission kwanza ndipo kifaa kianze kufanya kazi. Kwa hiyo nita click okay kwa ajili ya kutoa permission. Nitaulizwa huko chini, nitaambiwa ni allow, then mimi nitakubali kwa ku allow. Nikisha allow tayari utaona kile kitabu nilichokuwa nimekiclick pale mara ya kwanza tayari kimeshaingia kwenye mfumo kama hivi. Leo nikikifungua, unaona tayari mambo yako vizuri, muonekano wa kitabu halisi Physics Form 1. Nitakuwa nafungua kurasa zangu kwa kwenda hivi, nitafungua kurasa zangu, nafungua kurasa zangu. Nakuwa huru nasoma maandishi hapo katika muonekano mzuri kabisa, yanaeleweka, yanasomeka, hayana usumbufu aina yoyote ile. Kwa mwanafunzi, kwa mtu wa kazi ofisini, unaweza ukaitumia ikawa ni nzuri zaidi katika vitu vyako kupitia smart TV. Hauna haja ya kuhangaika sana ikiwa una TV yako ambayo ni smart. Okay, usahau kusubscribe, kushare, kucomment pia kutana na notification.